بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي جاء بالهدى ودين الحق وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu katika dini, maneno yanayomhusu Mwenyezi Mungu na mtume si burudani, ni maonyo na miongozo ambayo lengo lake kubwa ni kuchukua maonyo hayo na miongozo hiyo kuitumia katika maisha ya kila siku. Mawaidha siku zote ukiageuza kuwa ni burudani, wewe msemaji au msikiaji umeshafeli katika lengo la maneno ya Mungu na mtume. Mwenyezi Mungu atujalie wote katika wenye kupata ikhlasi na kuchunga ikhlasi katika maisha yetu ya kila siku, na atujalie tuwe min ibadihi salihin. Lakini zile hutuba zote zilizotolewa zile, labda leo tufanye kama ni hitimisho. Watu wameonywa sana, wameambiwa sana, lakini ili kuyafikia hayo yaliyosemwa sana na watu wakaambiwa sana, tufanyeje? Tupite njia zipi ili tufikie malengo? Kwa maana labda darasa leo tuifanye ni njia zipi mtu akizitumia atakuwa mcha Mungu. Labda tuanze na hilo. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Nimeona katika kila kitu, hata upande wa sekula, kwamba ukitaka kufikia lengo la jambo lolote lile, watu wanaanza na knowledge, elimu. Kwa hiyo elimu ndio chanzo kikubwa na ndio njia kuu ya kuelekea katika uchamungu, kwa sababu hakuna asiyejua kwamba al-ilmu nurun, elimu ni nuru. Na kule tunaambiwa kwamba elimu ndio mwangaza wa maisha. Kwa hiyo jambo la kwanza litakalomfaa mtu ili aweze kuwa mcha Mungu ni elimu. Jitahidi chochote unachokifanya kinachoitwa ibada ukijue, kwa sababu watu wanaswali swala 5. Jitahidi sana kuijua swala yako kwa uhakika, ili ile swala ikuletee mafanikio, na mafanikio yenyewe ni kuwa mcha Mungu. Ifuatilie swala kwa njia ya kuuliza, kwa njia ya kusomeshwa, na anayekusomesha na unayemuuliza uwe na hakika na hicho unachomuuliza. Hii ni njia ya kwanza itakufanya uwe mcha Mungu. Imam Ghazali rahmatullahi alayh katika Minhajul Abidin akizungumzia haya mambo mawili
alisema al-ilmu wal-ibadatu jawharani, elimu na ibada ni johari mbili kubwa ambazo mwanadamu kapewa na Allah subhanahu. Lakini akafika mahala akasema kwamba ibada ni thamaratul ilmi, thamaratul ilmi ni ibada. Kwa hiyo maana kama ibada ni tunda la elimu, basi elimu ndio mti wenyewe. Haiwezekani mtu akafanya ibada bila elimu. Hili kwa muktasar ndio la kwanza litakalo kufanya ufikie malengo ya kuwa mcha Mungu. Tutakwenda haraka haraka tu. Jambo la pili, as-suhba, kusuhubiana. Ibn Ata'illah as-Sakandari, mwanachuoni mkubwa huyu, katika moja ya maneno yake mazuri anasema la tasahab man la yanhaluka haluhu wala yadulluka ala Allah maqaluhu. Usifanye urafiki wa karibu na yule ambaye hali yake haikuamshi, haikuzindui hali yake. Hapa hali ni nini? Ule muonekano wa mtu kwa ujumla wake wa Muislamu, muonekano wako unatakiwa ni mawaidha kwa mwingine, ndio hali. Tembea yako, kuamiliana kwako na watu, kwa maana kusalimia, kuishi na watu, kupokea, kutoa na kadhalika, hizo zote ni hali. Kuna watu ambao ukimtazama tu unapata waadhi, unabadilika. Ukifuatilia maisha yake unapata waadhi, unabadilika. Kuna watu wamebadilika kwa kutazama hali za watu. Indonesia, narudia hii habari nadhani katika miji hii. Indonesia 99% ni Waislamu. Sijui mpaka sasa ndio hivyo au vipi, lakini si miaka mingi nilifuatilia 99% ni Waislamu. Lakini 99% hawakuwa Waislamu. Watu walioingiza Uislamu pale walikuwa ni watu 9. Waarabu ambao hawajui lugha ya Kiindonesia. Walipoulizwa kwamba nyinyi mtawalinganiaje watu hawa na wakati hamjui lugha zao, wakasema da'watul hali aqwa wa asahhu min da'watil maqali. Da'wa ya vile unavyoonekana, unavyoamiliana na watu, tabia zako zikoje, waishije na wanyonge, waishije na watu wa juu, waishije na watu wakati, waishije na watoto, vile utakavyoonekana ndio inaitwa da'watul hal. Basi hiyo akasema ni asah wa aqwa, ni fasaha zaidi na ina nguvu zaidi min da'watil maqal, kuliko hii da'wa kuwaita watu kwa kutumia maneno. Basi wale ndio waliosababisha Uislamu ukaenea Indonesia, pamoja na kwamba walikuwa hawajui lugha ile, kuonyesha kwamba la tasahab man la yanhaluka haluhu wala yadulluka ala Allah maqaluhu. Usisuhubiane, usifanye urafiki wa karibu na yule ambaye hali yake haikuamshi,
haikuzindui, wala maneno yake hayakujulishi kwa Mungu, hayakupeleki kwa Mungu. Ndio yule, kama jina nitamkumbuka vizuri, ni Abdullah bin Hussein bin Tahir bin Muhammad bin Hashim. Moja katika maneno yake anasema, واختر من الأصحاب كل مرشدي إن القرين بالقرين يقتدي وصحبة الأخيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوى وصحبة الأشرار للقلب داء وعمى تزيد للقلب سقيم سقما. Maneno mazuri sana haya shekhe huyu. Anasema katika marafiki, watu wa karibu, jitahidi sana uchague yule ambaye ni murshid, atakaye kupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye miongozo mizuri ndio rafiki mzuri. Akasema kusuhubiana na watu wa kheri kwa moyo ni dawa, inazidisha kwenye moyo uchangamfu wa mambo ya kheri na nguvu ya mambo ya kheri. Ukitaka kupata nguvu ya kuendea mambo ya kheri, ulazimiane na watu wa kheri, ni njia kukupeleka kwa Mungu. Urafiki na watu wa shari kwenye moyo ni maradhi na upofu, inazidishia moyo wenye maradhi zaidi. Unajua katika akili hii suhba mara nyingi inatokana na akili. Akili zina mgawanyo. Watu katika akili wamegawanyika mafungu matatu. Kuna ambaye ni malik, na kuna mamluk, na kuna mutawassit. Kuna ambaye ni mfalme. Kuna mtu mwenye akili ya kifalme. Alafu kuna mwenye akili ya kitumwa. Halafu kuna ambaye ni mutawassit, kwenye ufalme yupo, kwenye utumwa yupo. Ukiwa na suhba, ukaribu na suhba hii, fahamu vizuri, ukaribu huu hata mke wa kuoa unatakiwa uchunge kwamba je, mke huyu itakuwa wepesi mimi kuingia kwenye dini au kutoka kwenye dini. Yategemea akili yake. Kuna mwingine akili yake ni maliki, ni mfalme. Huyu hata kwenye watoto wadogo unaweza ukajua kwamba huyu akili yake maliki, wenzake hawa ndo mamluku, wana akili za mamluku. Utaona mtoto mdogo anakokota kundi kubwa la wenzake, mbewe kesho sitocheza na wewe, basi ananyenyekea. Wamjeo kuona hiyo. Alafu anasema wewe na wewe twendeni, wewe baki. Atabaki kweli. Hata kama kamzidi umri kidogo, atabaki kweli na atalia, unanionea, unafanyaje? Ambia wewe baki, sikutaki. Wewe utakwenda kesho, tutacheza wote kesho. Sasa wale wanaweza kaburuzwa, wale wakapelekwa mbali kweli kweli, lakini kinachowaburuza kitu kidogo. Kuna mitolitoli ile inaburuzwa, twende huko. Na yeye huyu mara nyingi kujua na akili ya Malik, mara nyingi kama kuna vitu vya kubeba mizigo na kuna watu wanapakiza, wewe beba hii bosi anapeleka. Jua huyu akiwa mtu wa kheri anaweza akawapeleka watu kwenye kheri. Lakini huyu akiwa mtu wa shari na wewe ni mtu wa kheri, kuna uwezekano mkubwa ukatolewa kwenye kheri ukapelekwa kwenye shari. Basi ndivyo inavyokuwa katika suhba.
Na mke ndio hivyo hivyo. Kipata mke ambaye ni Malik, au jikaze. Ujikaze, unaweza kapelekeshwa tukukuona kati wabeba mizigo mizito. Huku umebeba furushi kichwani, huku pia kuna mengine umebeba nyuma huku. Naye anafuata nyuma, pita huku. Na unakwenda, pita kule. Kuna mchezaji ndondi mmoja alikuwa anapiga sana. Na akifika mitaani anafanya vurugu. Nadhani Tyson yule. Kimke chake kidogo chembamba ambayo hata kipigwa na kidole cha Tyson hamki. Lakini akifanya vurugu anamuita yule. Yule anasimama tu ananyoosha mkono, njoo. Tyson na mabovu yake anakimbia. Huyu ni Malik na huyu ni mamluku. Sasa hata katika wanaokupeleka kwa Mungu, chunguza, kuna mtu ambaye ana ladha ya maneno yake kwa sababu ya ule ufalme Mungu aliompa wa akili yake. Ndivyo tulivyoumbwa. Hujawahi kuona tajiri kubwa kabisa anakwenda kuombwa msaada na watu, alafu anayetoa amri ni mpambe kwamba hapo acha hapo. Na tajiri bwana tumsaidia, unaambia wacha kwanza, wacha. Tajiri ndio mali zake, kila kitu chake, lakini mwenye amri nani? Mpambe. Ndio mali kila mamluku. Sasa Mwenyezi Mungu atujalie tusuhubiane na watu wa kheri. Kwa sababu kuna mtu ambaye wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye akili yake ilikuwa ni mamluku. Ni mamluku, na ana rafiki yake ambaye akili yake ni Malik. Huyo rafiki ambaye akili yake ni Malik ni Ubay bin Khalaf, adui mkubwa wa Mtume Muhammad. Huyu mamluk ni Uqba ibn Abi Muayt. Uqba ibn Abi Muayt ilikuwa akisafiri, akirudi ana kawaida ya kufanya karamu, anawaita watu mbalimbali. Ikatokea sasa akamwalika Mtume Muhammad. Alipoalikwa na Mtume, alipomwalika Mtume akasema, sitokula chakula chako mpaka ukiri kwamba hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja, na mimi Muhammad ni mtume wa Mungu. Yule bwana akashahadia, kaingia kwenye Uislamu. Ubay bin Khalaf ambaye ndiye mfalme wake kwenye urafiki, yuko safarini. Aliporudi tu watu wafuata rafiki yake yule, kamfuata Muhammad kama Muislamu. Akamwendea yule bwana akamwambia, bwana, ili urafiki wangu uendelee baina mimi na wewe, ma ana billadhi arda anka hatta taatiyahu wa tabazuka fi wajhihi. Mimi sitokuwa radhi na wewe mpaka ufuate Muhammad, na sikufuata tu umtemee usoni. Nisikie hilo kwamba umelifanya, mimi ndo nitakuwa rafiki yako. Akaenda akajaribu kumtemea Mtume Muhammad uso wake. Sharti awe na watu wengi, watu washuhudie lile jambo. Lakini kwa nini kakubali jambo gumu kabisa hili? Huyu mamluku huyu, mwenzake ni Malik, ndio yule katika wale watoto wadogo alikuwa akiburuzwa. Umeelewa? Qur'ani ilishuka kwa ajili ya jambo hili. Yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi, siku mtu atakapojuta
atakapouma mikono yake na akasema, natamani ningemfanya Muhammad ndio njia ya kufuata. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, natamani nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Kwa jumla yote ni majuto kwamba nilishapata uongofu mimi. Uongofu ulishanifikia, dhikri shanifikia, kanipotosha. Kwa ndugu zangu, ukitaka uwe mcha Mungu, nukta hii ya pili, angalia rafiki yako ni nani. Si rafiki tu, angalia hata watu unaowafuata ni watu wa aina gani. Wakubwa zako katika hii dunia ni wakubwa wa aina gani? Wako wakubwa ambao mabwana na wakubwa ambao ni sababu ya kuingia motoni. Yauma tukallabu wujuhuhum fi nnar, siku watu watakapogeuzwa nyuso zao ndani ya moto wa jahannam, fayaqulun, watasema, ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula, kwamba tutamani sisi tungemtii nani? Mwenyezi Mungu, na tungemtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu aseme, rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, Mola wetu tuliwatii sisi mabwana zetu na wakubwa zetu wakatupotosha njia. Hiki ni kilio kitakachotokea ndani ya moto wa jahannam. Mtu atamlilia, atalilia suhba, ukaribu. Ulikuwa karibu na nani? Ndani ya moto wenyewe ataomba dua, rabbana atihim dhu'ifaini min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira, wape nyongeza mara mbili ya adhabu ama bwana zetu na wakubwa zetu, na uwalani laana iliyokuwa kubwa. Majuto ndani ya moto. Kwa sababu ya nini? As-suhba, urafiki. Kwa hiyo ndugu zangu, angalia wewe mwenyewe unajijua rafiki yako wa karibu ni nani. Ni rafiki ambaye yanhadhuka haluhu wa yadulluka ala Allahi maqaluhu, rafiki ambaye alivyo anakuamsha kukupeleka kwa Mungu, na je, maneno yake mnavozungumza nakupeleka kwa Mungu? Chagua. Hii ni njia katika njia kukupeleka kwenye kheri. Kitaka kuwa mcha Mungu, suhba imezingatiwa sana. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahdukum man yukhalil. Mtu siku zote bwana yuko kwenye tabia ya rafiki yake. Unajua kuna rafiki na jamaa Ujamaa unaweza ukafanya na mtu yote tu, lakini rafiki, kwa sababu kwenye rafiki kuna kule kubadilishana tabia. Tabia za huyu zaja kwako na za huyu zaenda kwako, mpaka mnatengeneza tabia mseto. Hiyo tabia mseto ni tabia iliyoelewana. Tabia ni tabia mbili zilizooana. Tabia hiyo mseto ndio inatengeneza rafiki, mpaka huhisi ukiwa unamkosa yule rafiki huoni raha. Sasa angalia, je, ni yule ambaye hali yake inakuamsha? Lakini angalizo katika hilo,
Katika hii dunia kuna watu wanaostahiki kukimbiwa na kuna watu wenye kustahiki kukimbiliwa. Wakati mwingine mtu sasa wewe ndio mtu wa kheri na imeambiwa kwamba mtu asuhubiane na mtu wa kheri. Unaona kama kuna kitendawili. Huku wewe ni mtu wa kheri, anakuja mtu wa shari anataka asuhubiane na wewe baada ya kujua kwamba kusuhubiana na mtu wa kheri ndio dawa yenyewe ya moyo. Na wewe mtu wa kheri unajua kusuhubiana na mtu wa shari ni dau wa'ma, ni maradhi. Sasa je, huyu mtu wa kheri amfukuze huyu mtu wa shari? Hapo tufanyaje? Kitendawili. Angalia, yuko mtu wa shari ambaye akikujilia wewe mtu wa kheri humwezi. Kidogo kidogo anakutoa. Mimi nishaona watu wa aina mbili. Mmoja ni mume, mmoja ni mke. Mume alikuwa mtu wa kheri sana. Mtu wa kheri sana. Yani ile manake tunahukumilia dhahir. Sarair Mungu ndo anaijua, sio? Dhahiri yake mtu wa kheri sana. Alipooa haikufika hata miezi 6. Kaanza kuchonga kiduku. Mavazi yake kanzu tena havai. Kofia havai. Mwisho tunasikia ni mwanamuziki sio? Anaimba muziki. Kukaguliwa katolewa na huyu mke huyu aliyemuoa. Kaoa ibilisi. Akamtoa kwenye kheri. Ina maana huyu hamwezi, ndio huyo maliki na nani? Mamluku. Na ukiwa maliki utajijua tu, na ukiwa mamluku utajijua kama umetulia vizuri. Kichwa kituliza vizuri utajua mimi naburuzwa na buruza. Utajua, umefahamu sura akili bwana. Kama aburuzwa, kubali kuburuzwa na mtu wa kheri, anakuburuza wapi? Peponi huyo. Usikubali kuburuzwa na mtu wa shari. Mmoja ni dada mmoja hivi. Alikuwa mtu wa kheri huyo. Mtu wa qiyamul layl. Anasimama usiku. Jumatatu na Alhamisi hakosi kufunga. Siku nyeupe za Ayyamul Bidh haachi kufunga. Tena Rajabu alikuwa anaifunga yote na Shaaban na Ramadhani. Akitembea na inama chini. Kuna jamaa mmoja akamuona yule. Akampigia hesabu. Mgeni. Ni mgeni wa mji huo. Yule bwana ikawa ameingia kwenye ule mji, hajawahi kuvaa suruali hata siku moja. Ni kanzu, kofia na kilemba. Na tasbihi yake ndefu. Akitembea anatazama chini. Mwezi mzima au miezi 2 mitatu. Kumbe ana hesabu zake. Kashamuona yule kwamba sasa nitaingia vipi huyu. Adhana asubuhi yeye ndio anaadhini. Kukima watu wote tukakubaliana huyu mtu wa kheri bwana. Wacha Mungu tumeona, lakini anayemzidi huyu hatujawahi kuona. Basi alipogundua kwamba kakubalika kwenye ile jamii, akapeleka posa. Watu saa nyinyi mmeoana. Kwa yule binti wewe mmeoana. Haikupita miezi 3. Tusikia binti anauza baa. Kumbe jamaa yule anamiliki baa huko. Sasa hii mafunzo kwamba kuswali kwa mtu na kufunga kwa mtu na kuvaa vilemba na kanzu na tasbihi na kadhalika sio kipimo cha ubora wa mtu. Wazazi watakiwa uwe umchunguze sana anayekuja kumooa binti yako.
Si ajabu amekuja kuolewa na ibilisi, kaja kwa njia kwamba huyu nitampotoshaje huyu. Nukta hii ya pili nadhani imeeleweka. Inaweza ikakupeleka kwenye uchamungu, suhba. Ya tatu, na tuifanye ya mwisho kwa sababu ya muda, kutazama na kusikia. Nimesoma kwenye jarida moja la kisayansi, pamoja na kwamba nimesoma bila kuwa na sijahakiki kiasi kikubwa, lakini nimeridhika na maelezo. Nimeona maelezo yake ni ya kweli. Kuna kitu kinachoitwa retina vasculature kwenye macho. Retina vasculature ni mishipa ya mgongo wa nini? Mpangilio wa mishipa mgongo wa nini? Wa macho. Ile mishipa inaambiwa ina mahusiano ya moja kwa moja na afya ya moyo. Mwandishi pale anasema, sio Muislamu, hasa kuna mahusiano makubwa kwa sababu ya mpangilio huo ya kuona na moyo. Akafika pazuri akasema, mtu ambaye mazoea yake ni kuona vitu vinavyotisha au vitu vichafu, kaona vitu vya kimasu ya maana yake. Asema moyo unakosa uwezo wake wa kumbukumbu, uwezo wake wa kiakili, uwezo wake sio kadha wa kadha, kwa moyo unachafuka, unaharibika. Lakini ukiona vitu vya kheri, moyo unatwaharika. Si Muislamu, manake moyo unasafishika, unakuwa msafi, na mtu huyo akili yake inakuwa nzuri zaidi. Mtu mwenye kuzoea kuona vitu vizuri vya kheri, akili yake inakuwa nzuri zaidi kuliko yule anaona vitu vya shari. Mwisho wa kunukuu hapo, mimi nikapeleka moja kwa moja kwenye yale maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, an-nadhratu ila al-alimi, kumtazama mwanawazuoni wa hakika, ahabbu ilayya, ni jambo linalopendeza sana kwangu mimi Mtume, min ibadati sana, kuliko ibada za mwaka mzima, siyamiha wa qiyamiha, kusimama usiku, kufunga na kusimama usiku. Nikaona kwamba kumbe katika kule kumtazama mtu wa kheri, al-alim kwa alif na lam, al-alim mwenye sifa ukamilifu wa kiilmu, alim mwenye kuishi kwa kutumia ilmu yake, basi ukiwa wamtazama huyo, ina maana kwa mujibu sasa wa huyu mtaalamu ni kwamba kuna hali unaoipata katika moyo wako, mabadiliko yanayoingia ndani ya moyo. Kwa hiyo ukitazama haramu, pia kuna mabadiliko yanayoingia ndani ya moyo. Ndio maana tukakatazwa kutazama. Mwanamume asitazame mahasin almar'a, uzuri ule wa mwanamke. Mwanamume asimtazame mwanamke. Ujitahidi usitazame mwanamke, mwanamume, moyo wako utatwaharika. Na mwanamke hivyo hivyo. Lakini sio kumtazama mwanamke tu, pia kutazama machafu. Simu hizo simu inaweza ikawa
ni certificate ambayo unaikata mwenyewe, ni tiketi ambayo unakata mwenyewe ya kusajiliwa katika milango ya motoni. Time yoyote utaruhusika kuingia. Kila mmoja anajua matumizi ya simu yake. Lakini ukitazama machafu, moyo unakufa, moyo unakosa kutaharika. Qul lilmu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Huku mwisho asemaje? Dhalika azka lahum. Sema waambie waumini wainamishe macho yao na wahifadhi tupu zao na madhambi. Sema hilo ni takasho zaidi kwao, ni jambo bora zaidi, na ubora wake ni katika kuleta tazkiyatul qulub, utakasifu wa nini? Wa moyo. Ndio hapo kwamba kuangalia machafu kunaua moyo. Tunakwenda pamoja. Kwa hiyo moyo ukitaka usiwe na mazingatio na dini, usiwaidhike, maneno ya Mungu hata akizungumza usiasilete athari kwako, pia sababu ni kutazama maaswi. Tunakwenda pamoja, kwa mwanamume na kwa mwanamke. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pale, an-nadhara sahamun, inna an-nadhara sahamun min sihami ibilisa masmumun. Hakika kutazama ni mshale katika mishale ya sumu ya Ibilisi. Man tarakaha min makhafati, atakaye acha kutazama kwa sababu ya kunihofu mimi, abdaltuhu imana, nitambadilishia imani ambayo yajidu halawatahu fi qalbihi, atahisi ule utamu wa ile imani ndani ya moyo wake. Kwa ukitaka kupata halawatul iman, utamu wa imani uliokuwa nayo, jitahidi usitazame haramu. Kutazama haramu kunaua moyo. Jitahidi kusuhubiana na watu wa kheri, sababu wale watu wa kheri, mbali na muongozo, kumtazama tu mtu wa kheri kuna utengeneza moyo. Na bila shaka ndio sababu ile kwamba hali ya mtu namna alivyo inamuamsha kumpeleka kwa Mungu, ni ule usafi wa mtu alivyo. Mwenyezi Mungu anajalia nuru yake inapenya ndani ya moyo wako. Tuwapendeni watu wa kheri, na sisi tutakuwa watu wa kheri. La mwisho, tujitahidini kurudi kule kwenye uzamani. Watu wa zamani hata kama hajasoma, lakini walikuwa wanamtaja sana Mwenyezi Mungu. Kumtaja sana Mwenyezi Mungu kuna utengeneza moyo. Isipite siku bila kumtaja Mungu. Na anayejua kusoma Qur'an na kusoma Qur'ani mara kwa mara, inaleta unyenyekevu wa moyo, na unyenyekevu wa moyo ndio moyo kuwa hai. Alam ya'an lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq. Hii aya inatuonyesha kwamba kumtaja Mungu kunaleta unyenyekevu wa moyo na kusoma Qur'an. Basi mimi nimeona nitoe mchango huu. Naomba Mwenyezi Mungu awafik katika hadhara hii, kwamba tukipita njia gani tutafaulu.
Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu tunakuomba uhuishe nyoyo zetu, utujalie minal mu'minina haqqan alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tunakuomba utujalie kuwa katika hao kwa uwezo wako ya Karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante sana Sheikh, Mwenyezi Mungu akupe kila la kheri. Ndugu zangu, nilikuwa nikisikiliza hapa kwa makini hutuba ya Sheikh na nikajiuliza maswali. Haya maneno yanamuingia mtu yoyote, kama inavyosemwa ni mtu wa kheri. Lakini nikajiuliza, je, viti hapa au Lukozi au wapi, mnaweza mkamtoa tu huko Dar es Salaam mkamwambia njoo bwana Lukozi, halafu ukusanye watu watuambie maneno haya? Inawezekana? Akili yangu mimi haikubali. Wewe je, inakubali? Unaweza kumpigia simu, Sheikh nakuomba uje Lukozi, halafu kija kuna watu tena, halafu watu kama hawa pia uwakusanye? Haiwezekani. Sheikh kaletwa na nini jamani? Kaletwa na nini? Au hamjui au mwafanya kusudi? Maulidi. Na sisi tumekusanywa na nini? Maulidi. Ndio tukawa tukapata faida zote hizi kwa ajili ya maulidi. Tukiwa viti, tukiwa wapi, ndugu zangu, tusiache maulidi. Si tumeambiwa usuhuba hapa, sio? Usuhubiane na watu wa aina gani? Sasa hebu tazama hawa mabwana hapa na wale vijana wetu wale ambao macho yameingia ndani. Maana ukiwakuta ambao kidogo ni bahati sana, lakini mara nyingi macho yanaingia ndani, vitukuta vimesimama, uso umebakia mifupa na ndevu na vikanzu vya kuwa hivi. Wewe ndio unasuhubiana nao, utafika Waislamu? Akili kichwani. Natokea mtu bida, ukimwangalia huyo mwenyewe maskini Arabu. Hasa uache kusuhubiana na watu wa aina hii, usuhubiane na watu wanaokukataza kusoma maulidi. Waislamu tusomeni sana maulidi. Na kwa kibali cha mudiri ni kwamba sasa hivi mudiri atazungumza, lakini akishamaliza kuzungumza hadhara iendelee. Tutatoka kidogo tu sisi, lakini kusomwe maulidi mlango mwingine au miwili, halafu ndio kuja kiamu. Pengine hapo kwenye kiamu tutakuwa tumefika, au kama hatukufika sasa haina neno. Lakini kwa sababu watu wengi wamechelewa, tumeanza hadhara mapema, basi maulidi yaendelee kidogo, halafu ndio baadaye kiamu inshallah.